Kabla ya yote, kwanza tutoe mkono wa makiwa kwa wale wote ambao wanaendelea kukumbwa na hali mbaya ya kivita mashariki mwa DRC, hususan milimani mirefu mwa tarafa la Fizi, Uvira na Mwenga. Asante msikilizaji kwa kuendelea kuungana nasi katika habari zetu za leo. Hii ni Kwetu News 24. Usikose kulike, kucomment na kuweza kushare habari hizi kwa wengine ili waweze kuzipata kiurahisi. Kwa siku ya leo tutazungumzia hali ya kivita inavyoendelea mashariki mwa DRC, hususan kusini mwa jimbo la Kivu ya Kusini. Tunataja eneo la Fizi, Uvira na huko Mwenga. Msikilizaji, kama ukumbusho tu na kama muktasari, nikumbushe kuwa eneo la Pwezero lilikumbwa na migogoro ya kivita toka mwezi wa Januari mwaka huu tunao 2026, na mpaka sasa hali inaendelea kuwa ndivyo sivyo. Baada ya kutimuliwa kwa waasi wa AFC M23 pamoja na majeshi ya huko Rwanda katika eneo hilo la Pwezero, walikuwa tayari wameanza kuinamia maeneo ya Bichaka pamoja na huko Bilende, ikiwa ni ndani ya sekta ya Tanganyika ndani ya tarafa la Fizi. Nguvu kubwa walio nayo wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC waliweza kuwatimua wiki mbili baadaye, na wakaweza kujielekeza moja kwa moja maeneo ya Minembwe Center. Wengine walisambaratika na kuweza kujielekeza walipotoka, na maanisha huko Bijombo pamoja na maeneo ya Plaine, wakijielekeza maeneo ya Bukavu. Siku si nyingi tulishuhudia eneo la Mikenge likiweza kukombolewa kutoka mikononi mwa hao waasi, na moja kwa moja wengi wao kujiunga na jeshi la taifa FARDC. Sasa swala la kujiunga kwa waasi wa M23 kwenye makundi ya wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC lilibua mjadala tofauti katikati ya raia na wachambuzi wa siasa, wengi wakisema kuwa kujiunga kwao haina haja kwamba wamechoka na vita, bali ni siasa ambayo wanaitumia kwa ajili ya kufanya upelelezi. Kauli hiyo ya raia pamoja na wachambuzi wa siasa na hali ya kivita iliendelea kupokelewa kwa shingo upande, na baadhi ya raia wakisema kuwa M23 wanaojiripoti wanakimbia vita kwa sababu maisha yamekuwa magumu kule walikotoka. Utakumbuka kuwa zaidi ya waasi 25 walijiripoti kwa muda wa wiki 3 huko Kalingi pamoja na huko Mikenge. Siku ya Jumamosi ya tariki 18 Aprili mwaka 2026, ndege isiyokuwa na rubani au drone ilitoka kwenye nchi ya Rwanda na kuweza kushambulia raia pale maeneo ya Pwezero baada ya ulinzi kabisa kuimarika, ambapo jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo wapo eneo hilo. Kilichoshangaza ni kwamba inawezekanaje drone itoke maeneo ya Rwanda ipige eneo la Pwezero na watu waasirike. Duru zetu zinazoaminika zinasema kuwa watu zaidi ya 8 wamepoteza maisha na wengine zaidi ya 20 ndio wameumia vikali na wanapatikana kwa sasa au ndani ya hospitali ya Fizi Center, makao makuu ya tarafa la Fizi. Wiki iliyopita pia droni kutoka Rwanda iliweza kushambulia tena jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC, licha ya kwamba hakukuwa na maafa yoyote kwa sababu iliweza kugundulika mapema. Na haya yanatokana na kile ambacho kilipangiliwa kwenye mikutano miwili ambayo ilifanyika nchini Rwanda kwa ajili ya kuimarisha jeshi la M23 maeneo ya Minembwe, ili moja kwa moja wateke eneo hilo wadhibiti na waendelee kudhibiti eneo ambazo wamekwisha kuziachilia, na waendelee na msako wa kuweza kusaka jimbo Kivu ya Kusini na jimbo la huko Tanganyika, tukitaja moja kwa moja ndani ya mji wa Kalemi, ili moja kwa moja waweze kujitangaza kuwa nchi, wala waweze kuangalia jinsi gani watapindua serikali ya Kongo. Sasa haya mambo tuliweza kuyazungumzia siku chache zilizopita. Pale ambapo tunatoa habari hizi ni sehemu inayoaminika kabisa, ni duru ambazo tunaziamini sisi kama Kwetu News 24. Twende kwenye point. Pale Pwezero kuliweza watu zaidi ya 8 na wengine zaidi ya 20 waliweza kupata majeraha makali, na mpaka sasa eneo hilo linashikwa na wasiwasi mkubwa kwa sababu hawajui ni siku gani tena drone hii inaweza kurudi na ikapiga sehemu hiyo, watu wengine wakaanza kuumia. Utakumbuka kuwa watu wengi au raia wengi wanaoishi maeneo hayo wameanza kuyahama tena makazi yao, wakijielekeza maeneo ya Elumbe, Neele pamoja na Angole kwa ajili ya kutafuta hifadhi pale. Mashirika ya
kiraia ndani ya tarafa la Ufizi, Uvira na Mwenga yana mtazamo gani kuhusu kile ambacho kimepitika pale Pwezero, pamoja na droni za mara kwa mara ambazo zinatoka nchini Rwanda na kuweza kushambulia maeneo ya Pwezero na milimani mirefu ya tarafa la Fizi? Kelve Bwija ni mratibu wa shirika la kiraia la wazalendo wa Kongomani Sosiko RDC. Tusikilize alivyohakikisha habari hii. Utafahamu kama sisi kama shirika la kiraia Sosiko RDC tunaendelea kukondane toujours mauaji ambao M23 Twirwaneho Android Red Tabara FC inaendelea kukometre matarafa za Uvira, Fizi na Mwenga. Utafahamu kama leo mu lokalite Pwezero ambayo inapatikana mu territoire ya Mwenga, sektere ya Itombo, groupement Bashim Kinji Premier, wananchi wameuliwa na drone ambao imetoka Rwanda. Wananchi kulikuwa CV raia 8 ambao waliuliwa na raia zaidi ya 12 waliweza kujeruhiwa vikali. Na utafahamu kama ile drone ambao ilishinda iko na zagazaga mumwaeho plateau ya tarafa la Uvira, groupement ya Bijombo, kuangalia fasi ambayo inaweza kuatake tena jeshi letu la taifa, malgré maproparle ambayo imetoka kusainiwa Suisse na Qatar na ile ya Washington ya CCLF. Warugaruga wanaendelea toujours kuua. Donc maate za mbaya zote ambazo ziko dunia ndio wanaendelea kufanya mashariki mwa demokrasia ya Kongo. Tunaendelea kukondane na kusema tu kama jeshi la taifa en collaboration na wazalendo waendelee kurenforcer mekanisme na kuna makubaliano ambayo yanaendelea huko Uswisi kati ya viongozi wa AFC M23 na serikali ya DRC, ambavyo walikubaliana kusitisha mapigano moja kwa moja na kuweza kutafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Utakumbuka kwamba wachambuzi wa siasa wanaendelea kusema kuwa endapo nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo itaendelea kusikilizana na M23 na ikasahau kwamba kuna mtu ambaye anasukuma M23 kufanya matukio yote yanaendelea kuyafanya mashariki mwa Kongo, itakuwa inafanya kazi bure. Nchi ya Rwanda kuna kitu inatafuta ndani ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lakini inaendelea kusukuma M23 kwa sababu inajua ilianza hapo zamani na wanadai kwamba ni wakongomani wenyewe kwa wenyewe ndio wanaozusha vurugu. Wanajiacha nyuma katika mazungumzo. Wakati haya yanajiri, usisahau kuwa maeneo ya huko Minembwe mapigano bado yanaendelea. Mapigano yanaendelea kati ya serikali ya DRC na waasi wa M23 wakisaidiana na waasi wa Twirwaneho pamoja na Red Tabara ambao ni waasi kutoka Burundi. Tukijelekeza ndani ya mji wa Baraka, mashirika mbalimbali ya kiraia pamoja na shirika la vijana wasomi ama Agora des Jeunes Intellectuels de Fizi, AJIFE kwa ufupi, linalaani kusikika kwa milio ya risasi kila mara ndani ya mji wa Baraka. Mchimbwa Ichukwe Mixon ni coordinator wa shirika hilo, naye alikuwa na hili la kudokeza. Tumekuja na lalamiko kuhusu hali ambayo inaendelea katika jiji letu la Baraka. Inahuzunisha sana, na zaidi ya kuhuzunisha inaleta aibu kwa jeshi la taifa. Jeshi ambalo liko na mission ya kuchunga raia na mali yake, wao wamegeuka kuwa jeshi la kunyang'anya telefone za raia. Ni mambo ya aibu. Jeshi letu kwa wakati huu linahudumiwa vilivyo na serikali, lakini sijue kama ni kutokurizika. Hao ni hali tu ambao watu wamejitia ndani. Yaliyojiri jioni hapo jana jioni usiku mida ya 2:00 usiku ni kwamba kijana mmoja amenyang'anywa telefone hii budogo ouvran ka telefone ka ouvran. Akafika kwao akamwambia mama, nimenyang'anywa telefone. Wakati mama alianza kulalamika, itakuwa hali gani hii askari kunyang'anya watoto matelefone? Ikageuka kwamba amesema waaskari waliokuwa majirani pale wakakuja pamoja na bibi zao, mtuonyeshe ule askari ambaye aliiba alinyang'anya ile telefoni. Mtoto akasema hapana, sisi asema hatujasema mtu, tumesema tumeibiwa, tumenyang'anywa na askari, sio kwamba ndio nyinyi. Na hapo ndo kulikuwa mwanzo wa masase kuanza. Cha ajabu, masase imelia hapa na yakatawanyika katika jiji lote la Baraka. Masase imeanza katika eneo la antena ya Vodacom na timetawanyika katika jiji lote la Baraka. Bunduki hata kabambi zimesikilika. Tunajiuliza kwa nini waaskari jeshi wanafikiria nini wanapopiga masase holela? Raia wanawachukulia namna gani? Hili nimesema ni aibu. Kwa nini
wamejitia katika hali ya kupokonya telefoni kwa raia wanaotembea mida ambayo inaruhusiwa kutembea. Ni jambo la kuingilia kati. Kwa hiyo tumetoa wito kwa viongozi wa kijeshi, komanda secteur, komanda region, waangalie vizuri. Cha kwanza ni lazima waaskari waende kufront. Nilisikia walisema wazalendo waende kufront, nikasema ndio, lakini si kwamba wazalendo waende kufront tu, ni jeshi ndio linapaswa lifanye hatua ya kwanza. Hawa wanajeshi ambao wamekuwa wengi Baraka hawana wanachokifanya Baraka, ni lazima wao waende kufront na wazalendo wawafate katika hatua ya pili. Si kwamba wazalendo waende wao wabakie, ni wao waende, kwa sababu wazalendo wamekuwa hapa kuwasaidia askari jeshi. Unaposema sasa msaidizi aende wewe ubaki, umekuwa umepoteza shabaha. Kwa hiyo cha kwanza ni kwamba uongozi wa kijeshi katika eneo la Sud Kivu, katika eneo la Baraka, katika eneo la tarafa la Fizi upangilie namna gani wataelekeza waaskari kwenye shamba la vita. Wala ambao watakaobaki katika eneo hizi wajulikane ni wapi wamekuwa, yani wafanye makantonnement, wasizagae jinsi wanavyozagaa. Kila mtu anajipangia kwake kwenye anapenda, na hiyo ndio inatutilia hali ya usalama kuzorota zaidi. Hivi kuko confusion kuidentifie Ibu ni nani, Gepare ni nani, Mzalendo ni nani na unite zingine. Sababu gani? Wanavaliana manguo kiolela. Mtu akinyanganywa telefoni na mwenye amemshikilia silaha, amevaa jeshi, sare ya kijeshi, anasema ni mwana jeshi. Sasa cha ajabu, kama nimesema nimenyanganywa, sikusema ni wewe, nini likusumbua mpaka wewe ufikie kuanza kupiga masasi? Serikali iwe makini. Uongozi wa jimbo, gavana tulifuata akisema wanajeshi wazalendo waende. So wazalendo wanapaswa waende wa kwanza, ni askari jeshi ndio wanapaswa wafanye hatua ya kwanza. Kwa hiyo uongozi wa kiraia, yaani uongozi wa eneo, gavana wa jiji ni lazima aikae pamoja na viongozi wa kijeshi kwa kuwasinikiza waende kwenye shamba la vita na wazalendo wawafuate baadaye, ili tupunguze hii afli ya mabunduki mwa mingine. Nimesema kwamba kama wale watakaobaki watabaki, ni lazima wabaki mumakan, wakwe kantone, si kwamba wazagae katika eneo lote. Wahalifu wawe wanaadhibiwa vikali. Tumeshukuru, tumeona asubuhi wale waliokuwa chanzo ya masasi ya jana wamekuja kufungiwa. Wasisio kufungiwa mewaadhibiwe, na askari wote wanaoshikilia silaha kwa wazalendo wanani wajue kwamba wale waliopiga masasi, waliokuwa chanzo ya masasi wameadhibiwa. Na zaidi ya hapo ni kujua kwa nini hawa wamepiga masasi na wengine wameanza kujibu bila kujua tatizo ni nini. Ni lazima wale wote wangeadhibiwa, ndio ingeleta sura nzuri. Asante msikilizaji, kwa ufupi tulikuwa na hizo habari, na nafikiri wakati mwingine ujao tutakuwa na habari nyingi kabisa ambazo zinazungumzia kwa marefu na mapana kuhusiana na habari hizi za utovu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ikiwa wewe ni Muislamu mwenzangu, niseme tu asalamu alaykum arahmatullahi wabarakatuh. Kwa heri msikilizaji, endelea kushare habari hizi, endelea kucomment, usikose pia kulike ili kutupa nguvu zaidi.